Kwa muda mrefu sasa, jeshi letu limeendelea kuwa la mfano katika ukanda wa Afrika na dunia kwa ujumla, kutokana na weledi, nidhamu na utii. Ili kuendelea kuwa jeshi imara na la mfano, ni muhimu kuwekeza katika mafunzo na mazoezi yanayoendana na matishio ya kisasa na matumizi ya teknolojia mpya. Nisisitize pia kwamba sambamba na kuwekeza katika mafunzo na mazoezi ya kijeshi, ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni muhimu katika kudhibiti matishio ya kiusalama, ikiwemo yale ya kiugaidi. Kila chombo kina majukumu yake, lakini dhima kuu ni ulinzi wa uhuru wetu, mamlaka na heshima ya nchi yetu. Wito wangu kwenu, msikubali jeshi letu kuchafuka. Hatupaswi kumwacha au kumlinda mtu yoyote mwenye cheo kikubwa au kidogo kugeuza taasisi yetu ya ulinzi kuwa chombo cha mashinikizo ya kisiasa. Chombo hichi tofauti na siasa. Hiki chombo, iwe kuna CCM kwenye serikali, kuwe kuna Chadema, kuwe kuna chama gani, hiki chombo kipo tu kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo siasa na chombo hiki ni tofauti. Ulinzi imara ndio msingi wa amani na maendeleo ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inaakisi ukweli kuwa hakuna maendeleo bila amani. Sasa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kiwa chombo muhimu cha ulinzi wa ndani na nje ya nchi, linategemewa kuendeleza usalama na amani ili wananchi waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Kwa muktadha huo, niwatake muitumie kauli mbiu hiyo kuendelea kuimarisha ulinzi wa taifa letu. Hiyo ni sehemu ya hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan wakati akizungumza mbele ya JWTZ, akiwa analitaka jeshi hilo la wananchi wa Tanzania kuepuka mashinikizo ya kisiasa, akieleza kuwa mshikamano kati ya uongozi wa kisiasa na uongozi wa kijeshi ni nguzo muhimu ya usalama wa taifa. Hata hivyo, amesisitiza kuwa JWTZ ni jeshi la wananchi na linapaswa kubaki huru na siasa za vyama, likiwa na utii kwa serikali halali iliyopo madarakani. Na hii inakuja miezi kadhaa baada ya tamko ambalo lishai kutolewa na Captain Tesha ambalo lileta taharuki sana nchini. Sikubali jeshi kuhusishwa na mambo ya siasa kwa sababu ni hatari. Ni hatari kwa taifa. Tuambiane ukweli. Yaani ukweli utatusaidia sana. Na haya mambo hata alishasema baba wa taifa Mzee Warioba alishakataza sana. Tusirihusishe jeshi kwenye mambo ya siasa. Tutaharibu nchi. Tutaleta mgawanyo mkubwa sana. Kuna maaskari na maafisa ambao wanapendezwa sana na the way huyu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anavyofanya hizo siasa zake, wanapendezwa nao. Huwezi kumlazimisha mtu, hivyo kitu kipo moyoni mwake. Sasa vipi sasa wakiona kwamba jeshi linahusishwa na wanasiasa wanalitumia kwenye mambo ya watu watawala ambao wamemzuru au wanaendelea kumshikilia vibaya huyo wao Tundu Lissu, watajisikiaje? Tunatengeneza bomu ambalo linaweza kuja kutulipukia baadaye tukashindwa kulidhibiti. Tujiepushe sana na haya mambo. Sio mambo mazuri kabisa, yanahatarisha taifa letu kwa kweli. Tusiweze kuyavumilia kabisa, tuwe wazi kuyaongea. Rais Samia ameyasema haya akizungumza na wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi na makamanda wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kabla ya kufungua mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda uliofanyika katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga SKUA mkoani Tanga tarehe 15 Disemba mwaka 2025. Japo jeshi la polisi kuna kipindi pia walijitokeza hadharani na kuweza kukanusha kujihusisha kwao na masuala ya kisiasa. Ndugu wananchi, naitwa Kanari Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo,
Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Asanteni.